Assalamu alaikum. Guys, kabla tujaendelea, ningependa ulike video. Alafu ukilike video, nikukumbushe tu. Niko na channel inaitwa Zamzam Rehema. Nenda ukule. Utapata videos nyingi sana na zenye zikona nini nyingi. Yani utapata video mzuri zenye mimi nina imani itakusaidia wewe. Na sisemi ati itakusaidia wewe juu ni mgonjwa, hapana. Na waambianga guys, hata kabla sijaendelea, mimi nikiwa katoto kadogo, kasichana kadogo, babu yangu, hata si babu yangu, ni babu ya babangu, imagine. Ni venye alikuwa ni daktari wa mitishamba, alikaa umri mrefu mpaka sisi vitunguu, sijui hata tulikuwa vitunguu. Saa zingine alikuwa ananiambia, unajua mimi sina ukoo na wewe, ukoo wangu umeishia kwa baba yako. Ananiambia hivyo. Alikuwa akinifunza vitu nyingi sana. Na guys, alikuwa kila akinifunza dawa na niambia utakuja kusaidia watu. Na ndio kitu mimi nafanya. Nisiposaidia watu nagonjekanga. Sasa ndio mimi nikuwe fresh, ndio nikuwe na energy. Inabidi mimi niwaambie stories za dawa, ndio mimi nikuwe free. Alafu niwaambie, ndio ukuje uambie watu wa madawa kama Mungu amekupa, that is kama hiyo kitu sijui nitasema uliachiwa, lakini babu yangu hakuwa mganga. Watu wenye mnajua Elijah, mnajua. Watu wenye mnamjua. Juu hapa bado kuna watu wananijua. Kuna watu hapa wananijua mpaka wanajua nyumbani kwetu. So mnamjua na mnaweza mkasema, sikiza, ndio ukuje utibu, ama ndio uambie kama hiyo nini yako si ile ya kusomea. Kuna ile ya kusomea, sawa. Na nitaenda kusoma guys, nitaenda kusoma. Nikitoka hapa kwa Waiguru nitaenda kusoma. Ndio tuongeze knowledge. Ni mzuri sana. Juu kikuwa na ile certificate yako umesoma, pia inakuwa mzuri kwa upande mwingine wa Lakini sasa mimi nimeridhi. Nataka nikuambie kitu. Ndio kama uliachiwa, kama uliambiwa na ukatemewa mate, utakuja kusaidia watu na madawa za asili. Ukiwa tu kasichana kadogo, ukiona kama ni mchezo, lakini mtu mwenye alikufunza alitaka unaona, usaidie watu. Kitu yenye inafanyikanga kwanza kwa life yako, unagonjekanga. Na mche tunaongelea story ya sukari kabla video ijaenda sana. Nataka niwaambie dawa moja, remedy ya sukari. Juu ni kitu nimeulizwa sana. Na kuna ingine nimeongelea saa hizi ya tenzi ndume na uvimbe wa kina mama. Make sure unaenda huko kwa YouTube, usubscribe, uhiti notification, ndio uone ni nini nimeambia kina baba. Alafu utaweza kufaidika na utafaidi huyo mtu mwingine mwenye anaweza kuwa na shida kama hii, na unaweza ukampatia. Mimi naongeleanga home remedies, na kuna zile mimea kubwa, hizo mimi naachianga wataalamu wenye wamekula mbuku. Na hata mkikuja kwangu wakati mwingine mnaonanga nikiwatuma, nikiwaambia mkikuja mkiniambia shida kubwa yenye mimi najua siezi, na waambia ngendeni hata kwa Auntie Joyce mwenye anakuanga hapa TikTok. Mnamjua ule mama? Watu wenye wamesoma wamekula mbuku. Mimi nakwambia hebu enda kwake, huyo ni mtu amesoma. Lakini kama unataka zile remedies za hapa jikoni, hizi vitu tu za hapa jikoni zenye wewe unatumia kila siku, naweza nikakuonyesha venye utazitumia kama remedy ukuwe unatumia. Lakini ukumbukange siku zote, maumivu yakizidi unapata ushauri wa wataalamu. Mimi natakanga mtu mwenye kwanza hana shida yoyote ndio tukinge, sawa. Huyo ndio mimi mtu mwenye natakanga sana. Sasa nilikuwa nawaambia, kama Mungu, yani kama uko na hiyo kitu uliambiwa utafanya, na ukatemewa mate tu mwitu kele tu ukatafundisha watu maneno ya madawa. Hizi vitu niliambiwa nikiwa mdogo. Hata watu wengine wa kwetu hawajui kama niliambiwa, lakini wanajua nilikaa na babu Elijah. Kwani mnadhanianga nilikuwa nafanya nini? Na yeye alikuwa anatengeneza miti. Na bado huko nilienda, kulikuwa na brother yake anaitwa Kevuva na Ndambi, na wote walikuwa watu wa madawa. Imagine nimekaa na watu watatu wanadeal na madawa, ningekosaje kujua? Hiyo ndio gift yenye Mwenyezi Mungu alinipatia. Guys, tukiendelea, kama Mungu, yani kama hiyo kitu ulipatiwa ya kufanya kazi ya madawa, sawa. Kitu ya kwanza lazima ugonjeke. Ukigonjeka ujitibu. Sasa wewe ujitibu. Alafu kisha jitibu, ukipona, sasa ndio sasa umefunguka. Sasa unaweza na tunapitianga challenges nyingi. Unapitianga challenge nyingi kabla hii kitu sasa ukuje sasa uanze sasa kusaidia watu. Challenges za life zenye unapitianga, si za marriage, si za nini, si za relationship. Watu wanakushangaanga, lakini ndio hivyo guys, ukishafunguka na ukijielewa, sasa unakuanga uko huru.
Sasa mimi niko huru, naweza nikaolewa, naweza nikaenda, yani naweza nikafanya kila kitu sasa juu nishajua kitu nafaa kufanya ni kukufunza mambo ya remedy bila ndumba na bila ushirikina. Wewe tu ni venye wewe utaona, wewe ukitaka kunijaji venye utanijaji, wewe ni jaji, lakini hamna ndumba, hakuna ushirikina, ni vimimea za kisuna. Hizo za kisuna unaenda unajitibia, na ikifika ni cleansing unafanya cleansing. Na hata hizi za kisuna bado ndio zilikuwa zinafanya cleansing ule wakati. Sasa ndio tuende kwa mada, ndio video isikuwe mrefu, si nimesha kukueleza. Nataka watu wako na sukari. Watu wako na sukari. Watu wanasumbuliwa na sukari. Enda ukapime. Mimi tunakwambia nenda ukapime. Enda upime sukari sahi. Nenda ukapime sukari. Kama hujaipima sukari, enda ukapime. Na kama uko Gulf, usikule kitu yoyote, funga kama mimi nimefast. Ukifast hivi ukiamka umefast, nenda pale Ahmed Hospital uambie daktari akupime sukari. Ufanyiwe test za sukari. Alafu uangalie results zako zitakuwa namna gani. Zikikuwa fiti, sema alhamdulillah. Zikikuwa ziko na mushkil, ingia kwa home remedy. Na uanze kupimwa mpaka vitamins na minerals. Enda upimwe kama uko Gulf. The more unakaa Gulf, the more pia tunapoteza madini mengi juu unajua huku madini hakuna. Hata wenyewe unawaona wanga wana boost. Unaona? Wanga wana boost. Sasa nataka nikupatie muujiza wa Mwenyezi Mungu. Unajua mimi sasa mimi nakusomesha kwa mifano, kwa sababu ile enzi mimi nilikuwa nasomeshwa huku, hata wenye walinisomesha walikuwa wanasoma kulingana na kitu venye kinakaa. Enda uniletee ngwashe, viazi tamu. Alafu hiyo viazi tamu nataka uiangalie venye Mungu ameiumba. Sasa ukiangalia venye Mungu ameiumba, niliwaambia sasa tutakuwa tunasomeshana na kienyeji. Sasa hiyo ukiangalia venye Mungu ameiumba, inakaa kama pancreas yako hapa. Ile kitu inasaidia damu, inatoa inatoa sukari. Pancreas inakaa kama pancreas exactly. Hiyo ni mmea kwanza nataka kuambia. Alafu mmea mwingine wa pili unakaa pancreas, ni ule unaitwa bitter lemon. Hizo mimea mbili na zingine nyingi tutakuja kuleta hapa zinakaa pancreas. Sasa wewe unasumbuliwa na sukari, si ndio? Uko diabetes. Na imagine umekaa hivi, hata ujaanza hata madawa, lakini umekaa hivi unangojea uingie kwa dawa. Unaweza ukafanya kitu kujisaidia. Kitu ya kwanza, kama mtu yote mwenye uko na sukari, diet. Lazima ujue chakula cha kupandisha na za kushusha. Na kwa sababu Mungu aliwatengenezea chakula vizuri na mkaribu. Unga mnaendanga mnatolewa ile maganda yote, inableachiwa inakuwa white kabisa, unakula, unagonjeka. Lakini Mungu aliumba mahindi ukule pamoja na roho na hiyo maganda yake. Ndio before isagwe haitakuachia sukari. Lakini ukikula kama imesagwa, inasagwa haraka kwa mwili, inaingia kwa damu haraka, na hivyo ndio sukari inapanda. Ngano saa hii madaktari wanasema tusikule ngano. Tushakatazwa mpaka chapati. Mimi chapati favorite zangu tukakatazwa. Kwa nini? Kwa sababu waliharibu ndio mnunue. Sasa ngano ndio favorite ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaambiwa kuna kitu inaitwa tabula. Tunaambiwa tupatie wagonjwa wenye wako na huzuni, wenye ni kama wanakaa lose hope, ni kama wenye wanakaa hawana furaha, wanaambiwa wapikiwe tabula. Tabula inatoka kwa ngano, ile original ngano. Kuna venye inatengenezwa, mgonjwa akikunywa anakuwa na furaha, anakuwa na amani, na hata anaona atapona. Imagine, na ni ngano. Alafu how come huyo daktari anakuambia usikule ngano? Juu daktari ana makosa. Ngano iliharibiwa na sasa daktari ana choice ila tu kukuambia wachana nayo. Lakini kama vitu tunazikula venye zinafaa, hatutagonjeka. Wewe ukipata ngwashe unatoa maganda ndiyo dawa. Wewe ukipata viazi unachonga viazi, na hiyo maganda ya viazi ndiyo dawa, na ile mututu inakuanga ndani ya viazi. Hizo ndiyo dawa. Ndio muliona wamama wa kitambo walikuwa wanaosha, wanapika namna hiyo. Ni kweli ama ni rongo? Carrot unatoa maganda, cucumber unatoa maganda, kila kitu unatoa maganda. Na kuna vyakula Mungu aliumba maganda, ukikula na maganda inakuwa ndio dawa. Enda kwa mmea mwenye unaitwa nduma.
inatoleangwa hizo vitu tu, alafu unachemsha hivyo na unakula hivyo. Yaani vyakula nyingi Mungu aliwacha zikuliwe na maganda, lakini nyinyi mnajifanya wajuaji, kila kitu mmekiharibu, mimea ya kitambo mmeharibu, na ndio maana mnagonjeka. Sasa enda utafute bitter cord. Juzi niliwasagia pale, TikTok ikaangusha hiyo video. Why TikTok mliangusha video yangu? Mimi nafunza watu, nenda nanunua bitter cord na venye ni expensive, na kuja nachukua time yangu hapa, nafanya kazi zangu haraka, nafanya mpaka kazi zingine za ziada, ndio Waiguru akiona nikifanya kitu kama hiyo nimfunge macho asiongee. Kwa hivyo itabidi nifanye kazi ziada, yani nijiongeze, ndio Waiguru hata akiona nikifanya kitu kama hiyo anajua lakini huyu hata amefanya hivi na hivi, sitamuongelesha. Alafu video kama hiyo nyinyi mnaachilia video, TikTok wanaitoa. Wakitoa sasa, mimi natumia pesa yangu kuja kuwafunza hapa, naosha hizo vitu naanika. Mnachanga video kama hizo TikTok wanatoaje? Na nikiwaambia muende mtege hiyo video huko kwingine, hamtaki. Si mnaona sasa mimi sina makosa, ni nyinyi na nini mko na makosa. Badala msupport mtu hata ndio TikTok wasitoe hiyo video. Hiyo inaitwa bitter cord. Unaweza ukaipanda, inamea mahali popote. Unaweza ukaitengeneza venye nilitengeneza ikakuwa kama powder, unakoroga, unakunywa. Iko jikoni, nikianza kuonyesha saa hizi, video itatolewa. Siku hizo wataki niwaonyeshe vitu, unaona, lakini mnajua. Haya, kuna hiyo ngwashe, kula ngwashe na maganda yake. Alafu ile mumea ya ngwase tunaitanga ukwase. Ile mboga ya ukwase pamoja na hiyo meri yake, si mnaonanga venye inaendanga hivi, enda ukate. Ukikata chukua ubonde, na si lazima bonda ndio itoke hiyo dawa vizuri, alafu uweke kwa maji moto, uache ikae 30 minutes. Kunywa utakavyo. Yani hiyo haina overdosing. Kunywa venye unataka the whole day, kunywa. Sukari yako itashuka, na si ati itashuka ishuke, itakuwa balance. Inafaa ikuwe balance. Haitakiwi kushuka na itakiwi kupanda. Kuna ile kiwango. Na at the same time unajitibu magonjwa ya tumbo, unajitibu bado magonjwa mengine mengi ukitumia huyo mmea na ukikula ngwashe. Si unaona kitambo watu walikuwa wanapika ngwashe kutoka asubuhi mpaka jioni. Watu wanakula, kesho wanaamka wanapika mahindi, kesho wanachemsha mahindi, kesho ingine ngwashe nduma, kesho ingine manga, hiyo kesho ingine malenge. Hivyo tukiendelea. Oneni sasa, Saisi shida nyingi ni za vyakula. Vitu zenye tunatia kwa matumbo yetu ndio inatuletea shida. Guys, tufike mwisho wa video yetu, na nakukumbusha kuna video ingine nzuri sana nimetoa huko kwa YouTube. Make sure unaenda kuiona, naitwa Zamzam Rehema. Sinanga link, hata link watu wa YouTube waling'oa kila kitu yangu waling'oa. So ukinitaka upita hiyo tu the wrong way hiyo. Hakuna sasa shortcut. Unajua ikiwa hapo inakuanga shortcut. Sasa ni uende tu uangalie Zamzam Rehema, alafu uende watch video. Vitu tunawaletea hapa. Wewe as long as unajua kitu yenye nimesema, unaenda unafanya nini? Unaenda unaitafuta. Na kwa hii video, kama watang'oa, na kama watang'oa, nitakuwekea hizo vitu mbili pale. Nitakuwekea bitter cord na nitakuwekea hiyo ngwashi, ndio uweze kuiona. Kama wengine mnasemanga mjui, nashindwa mjui namna gani ngwashe. Zingatia kukula ngwashe, na zingatia kuchemsha hiyo majani ya ngwashe, kwa sababu huo ndio mmea ambao utakusaidia sana wewe kushusha sukari yako. Na pia ukumbuke diet. Sukari ni ugonjwa inaletwa na vyakula. Magonjwa mengi kama hizi za masaratani, manini, figo nini, hizo ni magonjwa zinaletwa na vyakula. Kama tutaangalia tu chakula yetu, utakufa tu kama umelala. Utafikisha 90-100 years ukufe umelala, yani hautagonjeka. Hata babu Elijah hakugonjeka, alilala akakufa. Imagine, si hata unaweza taka hivyo. Mbarikiwe.